Tarehe 12 mpaka 15, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa na safari ya kikazi nchini Ethiopia. Na kwa utaratibu wa katiba ya nchi yetu, alinikabidhi mamlaka ya rais wa nchi yetu. Akiwa angani ndio nilipoletewa simu ya kujulishwa hali ya mwazama kwa pengo imebadilika, lakini pia amesisitiza kwamba chochote kinachoweza kutokea kwake atafarijika kikitokea akiwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Na nilipoombwa kusaidia ufanikishaji, nilipoambiwa kuna changamoto kidogo ya usafiri, kwa kuwa nilikuwa nimekabidhiwa rungu kwa mamlaka ya urais ninayo mimi wakati huo, nikasema mbona jambo dogo hili? Mbona jambo dogo? Kawasiliana wenzangu wazikuu nani. Sasa baadaye nilijua ni habari tu ya kubadilisha tiketi na nini haraka kupata tarehe. Sasa ukipewa mamlaka, wakati unakabidhiwa madaraka ya urais au mamlaka ya urais, kuna mambo unaweza kufanya, kuna mengine huwezi kufanya. Ilipokuja taarifa kwamba kwa hali yake namna ya kumrudisha nyumbani kwa muda anaotaka yeye kuwahi, lazima kukodi ndege ya ambulance. Sasa hapo kwenye ndege ya ambulance, hayo madaraka ya urais yakataka kunitokea Pwani. Hapo washauri wakasema ikifika hapo sasa, hapo lazima rais afanye maamuzi. Basi nikamwandikia rais wetu ujumbe mrefu kumweleza mchango wa miaka 35 Kardinali Pengo. Alifanya hivi. Mwisho rais akasema makamu, mbona unazunguka sana? Sema shida ni nini? Nikamwambia shida ambulance. Rais Samia akasema nimeridhia, fanyeni mchakato, ifanyike haraka sana. Kwa pamoja na heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa Kardinali Pengo kwa kutambua mchango wake kwa nchi yetu, lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi nafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele.